wakati mwingine tena ambapo tunarejea siku nyingine kwa ajili ya kuendelea na mfululizo wa mada zetu, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo la jana ambalo ni somo lilikuwa linazungumzia ile sehemu ya kwanza ya msingi wa kumjua Mungu. Tuliangalia namna jinsi ya kumjua Mungu. Kumjua Mungu katika tafsiri za lugha wanavyomaanisha Waebrania, walivyokuwa wanamaanisha Wayunani, walivyokuwa wanamaanisha Waingereza, lakini pia walivyokuwa wanamaanisha Waarabu. Na msingi wao na kusudi lao kubwa lilikuwa ni kuona ule uhusiano wa mtu na Mungu, uhusiano wa kina wa karibu na Mungu. Lakini pia tulijifunza kwamba kumtambua Mungu, kutambua tabia yake, sifa zake. Lakini pia tuliangalia sehemu ya kwanza ya msingi wa kumjua Mungu, namna Biblia inavyozungumza. Na tulisema kwamba chochote unachohitaji kukifanya kiwe imara kinahitaji msingi. Na tuliangalia kwamba kuna msingi ambao huko kwenye nyumba, na ndio maana nyumba zinasimama. Kuna mambo mbalimbali yani yaweze kuwa imara yanahitaji msingi. Na tuliangalia kwamba namna ya kumjua au jinsi ya kumjua Mungu, ili nimjue Mungu ni lazima nianze na msingi wa kumjua. Sasa leo tunaenda sehemu ile ya pili ya msingi wa kumjua Mungu. Sehemu ya pili. Sehemu hii ya pili tunachokichunguza hasa tunachunguza umoja. Tunachunguza Mungu mmoja. Tunachunguza uungu, tunachunguza umoja wa Mungu. Tunachunguza umoja wa Mungu. Na hapa tutaangalia tunatamani sana hekima ya Mungu iweze kutusaidia. Iweze kukusaidia ndugu msikilizaji, mtazamaji, iweze kunisaidia hata mimi ninayewasilisha neno hili, ili kwamba Biblia na vitabu vijifasiri vyenyewe na wala sio mawazo yangu. Mawazo ya Mungu yafafanuliwe na vitabu vyake mwenyewe. Neno la Mungu ambalo ni Biblia. Neno la Mungu ambalo ni Biblia. Kama tulivyosoma kitabu kile, tulivyosoma sehemu ile ya kwanza kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 3 fungu la 16. Kwamba neno hili ni pumzi ya Mungu. Lakini pia kama tulivyosoma kitabu kile cha Petro wa pili sura ile ya kwanza 19:20 hadi 21, ya kwamba ni neno lililo imara, linalong'aa kwenye giza, ambalo haliwezi kufafanuliwa na kutafsiriwa kama mwanadamu anavyopenda, bali liliongozwa na Roho Mtakatifu. Hivyo Roho Mtakatifu tuliyemwomba, yeye atalifafanua ili tumjue Mungu na tumjue Yesu aliyemtuma. Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 fungu lile la 4, Biblia inasema, sikiza Israeli. Na hili neno sikiza kwa Waebrania wanatumia neno shama. Angalia, tazama kwa uangalifu, kwa umakini. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Hii kauli anayeitamka ni nani? Ingekuwa Mungu anaitamka kauli hii, angesema, sikiliza Israeli, mimi Bwana Mungu wako, mimi Bwana Mungu wenu.
ndiye mmoja. Lakini hii alitamka Musa, ni ujumbe uliotoka kwa Mungu. Kupitia Musa anawaambia wana wa Israeli, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu pamoja na yeye Musa, Bwana ndiye mmoja. Hapo anapoendelea 5 anasema mpende kwa akili yako, kwa nguvu zako, kwa roho yako yote, mpende. Sasa nacho kitafuta ni Mungu mmoja. Na hilo neno mmoja, ukisoma kitabu cha Marko 12 na fungu lile la 29, imejirudia hiyo. Sikiliza, Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Na kauli hii alitamka Yesu Kristo, maana alijibu swali kwamba imeandikwa, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja. Na unatoka Yesu analijibu na ananukuu kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na fungu lile la 4. Lakini pia neno hilo mmoja limejirudia pia katika kitabu cha Korinto wa kwanza 8 fungu lile la 4. Lakini pia neno hilo Mungu mmoja limejirudia pia katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 4 na fungu lile la 6. Haya mafungu ukiyasoma yanaonyesha Mungu mmoja. Na leo tunatamani kuchunguza huyu mmoja anachomaanisha ni nini. Namaanisha Mungu mmoja kama nafsi, kama mimi nilivyo, ama hili neno mmoja alikuwa anamaanisha nini? Sasa unaposhuka kidogo, na ngoja ni kabla sijafika hapo, kuna maneno matatu, kuna aya 3 katika Qur'ani. Ile sura ya 5 aya 72. Hii sura ya 5 inaitwa Surat Maida. Lakini pia hiyo sura ya 5 Surat Maida mlango ule wa 73. Lakini pia hiyo sura ya 5 mlango ule wa 76. Maneno haya yanaonyesha kwamba hakuna, na ngoja nisome ile aya ya 5. Aya ya 5 na sura ya 5 Qur'ani na aya ile ya 72. Bila shaka wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi bin Maryam. Na Masihi alisema, enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mungu Mola wangu na Mola wenu. Haya maneno unapoyachunguza na unapoyasikiliza, ana kwamba anasema yuko Mungu mmoja tu. Hata Yesu mwenyewe anasema ya kwamba, na nanukuu, na nimesema hapa amenukuu kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4, ya kwamba Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Na akumbuka hapa alisema Musa, lakini yeye ananukuu maneno ya Musa kupitia unaposoma kile kitabu cha Marko sura ile ya 12 na fungu lile la 29. Na hapa wao ajenda yao ni nini? Ni kwamba hakuna Mungu mwingine anayepaswa kuabudiwa, ni Mungu mmoja. Mungu mmoja. Asa Yesu anasimama hapa na hao wanakanusha. Yesu anasimama hapa kwa sababu Biblia na msingi wa masomo haya ya kumjua Mungu, ukisoma kitabu cha Yohana, bado hili fungu litaendelea kujirudia katika programu zetu. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe Mungu alimtuma Yesu, na anapomtuma anamtuma kutoka wapi? Anamtuma kutoka
pale alipo yeye, atoke aje ulimwenguni. Na anapokuja ulimwenguni, iko sababu iliyofanya yeye Yesu atoke, iliyofanya Mungu akubali kujivika ubinadamu, na ndipo anaitwa jina Yesu, ili utendaji wa jukumu fulani ukamilike. Ndio maana anamtoa, ndio maana anamtuma. Yohana anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Anapewa jina la mwana kondoo. Na endelea kunifuatilia, wewe tulia na nisikilize. Kwa hiyo unakuja kugundua ya kwamba anayezungumzwa hapa ni Mungu ambaye Biblia na Qur'ani inazungumza ya kwamba ni Mungu mmoja. Lakini ndani ya huyo Mungu mmoja, katika utendaji, katika kushughulika na ukombozi wa mwanadamu, katika wasaa ambapo mwanadamu anamwacha Mungu, katika wasaa ambapo mwanadamu ametekwa na Ibilisi, hapa ndipo ajenda ya Mungu anayekubali kufanyika mwili inapojitokeza. Nikwambia kwamba katika wakati huu ndipo ambapo mbingu zinakubali kuuvaa binadamu. Mungu anakubali kuuvaa binadamu ili mwanadamu aweze kurejeshwa. Liza hili. Unaposoma ndipo utakapogundua. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 fungu la 1 hadi la 3, inaonyesha Mungu mmoja, lakini Mungu mmoja ambaye katika utendaji, katika kuumba dunia, katika utendaji wa kuumba viumbe wanadamu, ulimwengu huu, anajifunua, anajidhihirisha katika nafsi tatu. Ngoja ninukuu maneno haya unielewe. Mwanzo inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Neno la kwanza ni Mungu. Na Kumbukumbu la Torati nasema, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Neno mmoja hapa anajifunua, nasema hapo mwanzo Mungu. Huyo mmoja ndiye Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na unaweza kusema hapana, lakini sikiliza, hata Qur'ani inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi kwa siku 6. Lakini fungu lile la 3, na nchi ilikuwa ikiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu. Yuko Mungu na yuko roho ya Mungu. Kwa unagundua hapa tayari utendaji umeanza kubadilika. Hapo utagundua tayari kuna nafsi imejitenga kwa ajili ya kazi. Kuna nafsi, kuna Mungu, kuna roho ya Mungu inayotoka kwa Mungu, na yenyewe ina kazi maalum katika uumbaji, na yenyewe inaenda kukaa juu ya uso wa vilindi vya maji. Asante. Kwa sababu ya Biblia inavyojifafanua. Qur'ani sura ya 50 fungu la ile aya ya 16 anasema, na bila shaka tumemuumba mtu nasi tumemuumba mtu nasi tunajua yanayopita katika nafsi yake, nasi tu karibu naye. Hiyo inatoka kwenye mmoja. Hapa anatumia neno, na wewe kama ni Mswahili na unafahamu Kiswahili fasaha, utagundua ya kwamba anayetamka hapa na wao wametumia neno. Anaendelea anasema ya kwamba, na bila shaka tumemuumba mtu nasi tunajua yanayopita katika nafsi yake, nasi tu karibu naye.
zaidi ya kuliko mshipa wa shingo. Ni neno ambalo wakati fulani nimeliingiza hapo ili ugundue na uone kwamba kinachozungumziwa hapa si Mungu kama nafsi aliyeumba mbingu na nchi. Ni Mungu zaidi ya nafsi moja aliyeumba mbingu na nchi, na hii aliifanya kwa kusudi la kukomboa wewe na mimi. Anaumba mbingu na nchi, na mpango wa ukombozi unapotokea ndipo unapogundua ile sehemu ya 3 hiyo Mwanzo 1 fungu lile la 3, anasema Mungu akasema. Huyu ni Mungu anasema, iwe nuru, ikawa nuru. Iwe nuru, ikawa nuru. Kuna wakati fulani katika kutafsiri na katika kuchunguza nitagundua ya kwamba Mungu ambaye anatamka, na baada ya kutamka yuko Mungu ambaye anayetekeleza kile kilichotamkwa, na baada ya kutekeleza yuko Mungu ambaye anafunua kilichotekelezwa. Na hapa ndipo unakuja kugundua naye funua, naye dhihirisha ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana kulikuwa na sababu ya yeye kukaa juu ya uso wa vilindi vya maji, kwa sababu hapa dunia yote ilikuwa ni maji. Na ndio maana anaposema malenge kati ya anga la juu na anga la chini, maji yanajitenga. Yanapojitenga, manake anayefanya hiyo kazi yupo, ambaye ni neno. Lakini akishafanya ili kionekane, Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kudhihirisha kilichofanywa. Kwa hiyo na ndio maana hata ile fungu la ile aya ya 50 fungu la 16 inaonyesha ya kwamba si mmoja. Na ndio maana tumia neno na bila shaka tulimuumba mtu. Na hii wameinukuu katika Mwanzo ambapo anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo utakuja kugundua tafsiri ya mmoja sio nafsi. Utakuja kugundua tafsiri ya mmoja sio kwamba Mungu anayejitegemea katika kuumba. Ni Mungu zaidi ya nafsi moja ambayo inafanya kazi ya kushughulika na mpango wa ukombozi, ya kushughulika na uumbaji wa mbingu na nchi. Na hapa pia unaweza ukasoma pia lile fungu la 50, aya hiyo 50 fungu la 15, anaposema je, tulichoka kwa kukuumba kwa mara ya kwanza? Basi wao wamo katika shaka tu juu ya umbo jipya. Kwa hiyo katika umbo la kwanza ni katika wingi walioumba. Lakini pia ziko aya nyingi zinazoonyesha kwamba Mungu aliumba. Ziko aya nyingi. Hapa nizungumze neno lingine hapa. Katika Qur'ani kuna maandiko mengi yanayodhihirisha katika uumbaji si Mungu mmoja, ni Mungu zaidi ya moja aliyeumba. Hapa ukisoma kile kitabu sura ya 90 na aya ya 4 na ya 8. Aya ya 4 nasema, je, hatukumpa macho mawili? Manake katika kumuumba mwanadamu aliumbwa akiwa na macho mawili, na waliofanya ni zaidi ya mmoja. Na hapa unaweza ukasema anayezungumza ni nani? Anazungumza mtume ama ni Mungu ndiye anayezungumza? Manake kama ni mtume anayezungumza kwa lugha ya Kiswahili, anaonyesha kwamba na yeye ni mhusika aliyeumba. Ndio maana ukikumbuka Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kuna anayezungumza. Musa anapozungumza anasema, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja.
Na nilikwambia kama ingekuwa ni Mungu anayezungumza, asingesema Bwana Mungu wetu, angesema mimi Bwana Mungu wetu. Na hapa anayezungumza sio Mtume Muhammad. Anayezungumza hapa katika sura ya 90 aya ya 4 na ya 8 ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anasema kuwa tumemuumba mwanadamu katika taabu. Lakini pia anasema, je, hatukumpa macho mawili? Kuna aya nyingi sana. Lakini pia kuna sura ya 10. Sura ya 10 ile aya ya 3. Anasema bila shaka Mola wenu ni Mwenyezi Mungu ambaye ameziumba mbingu na ardhi katika siku 6, kisha akatawala katika arshi yake, akatawala katika roho yake. Na ametumia hiyo akatawala katika roho yake, lakini Biblia inasema ya kwamba roho wa Mungu alikuwa katika vilindi vya maji, uso wa vilindi vya maji. Na iko aya katika Qur'ani inaonyesha kweli katika kuumba, lakini katika roho ya Mungu alikuwa ametulia juu ya uso wa maji. Na yeye ni miongoni mwa waliokuwa naumba. Na ndio maana aya nyingi zinaonyesha kwamba tuliumba, tulimfanya. Kwa hiyo natamani uelewe ya kwamba aya chache zinazopingana, na kuna wakati fulani sio kwamba zinapingana. Na ukiangalia nasema ya kwamba yeye ni peke yake anayepaswa kuabudiwa, lakini pia hata Biblia inazungumza hicho, lakini haimaanisha kwamba katika kushughulika na katika utendaji wa kushughulika na kumkomboa mwanadamu, ziko aya nyingi ambazo zina uthibitisho ya kwamba Mungu wakati anaumba hakuwa peke yake. Kama nafsi alikuwa Mungu, ambaye unapozungumzia neno Mungu unazungumzia ile jumuiya, inazungumzia ule umoja ambao kwenye Qur'ani au kwa Kiebrania au kwa Kiarabu wanatumia neno tauhidi. Neno hili tauhidi ikimaanisha umoja wa Mungu. Kwa hiyo wakati Mungu anaumba, aliumba katika umoja. Na umoja huu ni triangle. Yaani ni pembe tatu, ambayo kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna aya tumezungumzia kwamba Roho Mtakatifu alikuwepo katika uumbaji. Na wakati huu alikuwa anaitwa Roho ya Mungu. Kwa vitabu vyote vinakubaliana. Sasa mtu akileta changamoto kwamba hapana, Roho Mtakatifu sio Mungu, hapana, Yesu Kristo, ambaye haya tutayafafanua zaidi tutakapoanza kumjua Mungu aliye Baba, tutakapoanza kumjua Mungu aliye Mwana, na tutakapoanza kumjua Mungu aliye Roho Mtakatifu. Tusome kitabu kile cha Yohana 15:9 na 10. Lakini pia tutasoma Yohana fungu lile la 20 na 15, hiyo fungu la 26. Yohana 15 fungu la 9 na la 10. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyo wapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kuna kitu ambacho kimejitokeza hapo. Kuna Baba kukaa ndani ya Mwana, na Mwana kukaa ndani ya Baba, na Mwana kukaa ndani yetu,
na sisi kukaa ndani ya mwana. Sasa hapa tunazungumzia Mungu ambaye alifanyika mwanadamu. Na Mungu anapofanyika mwanadamu anakubali kubeba ubinadamu, na mara nyingi anashiriki ubinadamu huu kwa viumbe vyake. Ndio maana ukikutana naye Mungu aliyefanyika mwanadamu, ndipo utakutana na maneno haya ya kwamba imeandikwa umwabudu Mungu peke yake. Yesu anapozungumza maneno hayo anajiweka kwenye ubinadamu. Lakini pia utakutana naye anasema, akikwambia kwamba kama mimi nilivyozishika amri za Baba yangu. Anatumia neno Baba, anamchukua Mungu katika ule uungu, anauchukua kama Baba. Na anasema kama mimi nilivyozishika amri za Baba yangu, nikakaa katika pendo lake. Na anataka sisi tuzishike amri zake ili tukae katika pendo lake. Na haya tutazungumza kwa sababu kuna mada zinazohusiana na utii. Maana hivi tunajifunza tumjue Mungu ili tumpende. Lakini baadaye tutazama ile wiki ya mwisho, tutazama namna ya utii tunapomjua. Na hapa mwisho wa mada hizi katika wiki hii tutafikia kiwango cha mafunuo ya Mungu. Mungu atatufunulia na hatimaye tutajua upendo wake kwetu. Lakini pia unaposoma hiyo 15:26 anasema, fungu la 26 anasema, lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Yesu alitoka kwa Baba, yaani Mungu aliyekubali kuvaa binadamu. Na hapa Mungu mwingine anatoka kwa Baba ambaye ni Roho. Na ukumbuke vitabu hivi viwili na Qur'ani inasema ya kwamba na Roho na ashi yake alikuwa akitawala. Roho ya Mungu ilikuwa ikitawala. Zamani hizo ilikuwa kwa Baba. Na Yesu anasema naye Roho Mtakatifu atatumwa kutoka kwa Baba aje kwetu, kama vile Yesu alivyotumwa kutoka kwa Baba aje kwetu. Wanafanya kazi. Na hapa anapoondoka anawahakikishia wanafunzi kwamba nikienda kwa Baba nitamwomba Baba ili kwamba Baba awaletee Roho Mtakatifu akae nani hata milele. Kwa hiyo ni hawa ndio. Kwa hiyo unapoingia kwenye habari ya kuumba, neno lolote kwenye Biblia utakapolikuta linaongelea Mungu, linaongelea Mungu muumbaji, linaongelea umoja, haimaanishi kama nafsi, lakini inamaanisha umoja ambao ndani yake kuna nafsi tatu za milele. Nafsi ya kwanza imeitwa kwa jina la Baba, na nafsi ya pili imeitwa kwa jina la Mwana, na nafsi ya tatu imeitwa kwa jina la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anaposema na tuliumba, na tulifanya, unaposoma kila kitabu na zile aya ambazo tumeziangalia sana katika vitabu hivi viwili, Qur'ani pia imezungumza ya kwamba habari ya kumuumba mwanadamu, hakuumba mwanadamu, Mungu hakumuumba kama nafsi. Ndio maana anatumia neno tulimfanya. Sisi tuliumba. Tumemuumba mwanadamu kwa udongo mzuri. Hiyo anatumia wingi na hatumii umoja. Anatumia wingi. Sasa natamani sana uelewe hili. Hatimaye Bwana aweze kusaidiana, aweze kukupatia hekima ya kuelewa ya kwamba swala la kumjua Mungu ni lazima ujue umoja wake. Hapa anapotumia neno sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Anatumia neno hilo la umoja. Lakini anaposhughulika na ukombozi wako,
anaposhughulika na mpango wa kumrejesha mwanadamu, ni zaidi ya nafsi moja, ni zaidi ya Mungu anayejitegemea, bali wanashughulika nasi kwa lengo la kutukomboa ili kurejeshwa kwenye makao yetu kama nafsi tatu za milele. Wakati fulani mbingu zilipoona ya kwamba shetani amemuingia mwanadamu na ameteka fikira zake na kumtoa kwenye mpango wa kumwabudu Mungu aliyemuumba, na ndio maana mbingu zenyewe zilikubali kuingia kwa mwanadamu. Changamoto nyingine ilikuwa ni hiyo, kwamba kama Mungu, haiwezekani Mungu akazaliwa kwa mwanadamu ambaye ni kiumbe alichokiumba. Na nashukuru kwa kuchunguza kwangu vitabu, Qur'ani inasema Mungu anapotaka jambo huliambia kuwa, basi likawa. Na hivyo hakuna kizuizi Mungu kukubali kufanyika mwanadamu ili ashughulike na mwanadamu na ili kuzivunja nguvu za Ibilisi. Na kwa sababu Ibilisi amekaa kwenye fikra za mwanadamu, yuko ndani ya mtazamo, yuko ndani ya mawazo ya mwanadamu, na hivyo amemuondoa katika, kama ilivyo somo letu lile sehemu ya kwanza ya msingi wa kumjua Mungu. Kuna kauli fulani tumeizungumza kwamba shetani anatumia fikra, ameondoa mawazo, ameondoa fikra zetu wanadamu kwa Mungu, ametuweka mbali na Mungu, na hatimaye ametuingiza kwenye mitindo ya kidunia, ametuingiza kwenye shughuli za kidunia, na hatimaye tunashindwa kumjua Mungu wetu, na hivyo tunaabudu vitu vya kidunia, tunaabudu miungu ya kidunia. Sasa Mungu alipanga mpango wa kumrejesha mwanadamu, na mpango huu aliopanga wa kumrejesha mwanadamu alitumia njia ya kuja kuzaliwa ili ashughulike, ili avunje nguvu za shetani ambazo ziko ndani ya mwanadamu. Asingeweza kukaa mbali nje ya mwanadamu na hatimaye ashughulike, avunje nguvu za Ibilisi, kwa sababu Ibilisi anapokuja kumtoa mwanadamu kwenye mpango wa Mungu, anashughulika na akili, anashughulika na akili yako, anashughulika na akili yangu. Na hivyo hata Mungu naye, kwa sababu akili iko ndani ya nafsi yako, na ndio maana alikubali kuzaliwa kupitia kiumbe ambaye ni mwanadamu, ili avunje mamlaka ya Ibilisi yaliyo ndani ya mwanadamu. Kwa namna hiyo, ajenda pekee Bwana amejifunua kwako, Bwana anajifunua kwangu kupitia Mungu aliye Baba, ambayo ndio somo litakalofuata, lakini kupitia Mungu aliye Mwana pekee. Lakini pia amejifunua kwako na amejifunua kwangu kupitia Roho Mtakatifu, ambaye yeye kazi yake kubwa ni kufunua mapenzi ya Mungu, kudhihirisha tabia ya Mungu, kudhihirisha mpango wa ukombozi, wa mpango wa kukuokoa wewe na mpango wa kunikomboa mimi. Ndio Mungu atusaidie katika tafakari hizi, katika mafundisho haya tuweze kuelewa, na kwa sababu ni shauku yake ya kwamba atatupatia, na anasema anatupatia roho ya kumjua, roho ya hekima na mafunuo ya kumjua yeye.